Shughuli hiyo inapania kuleta karibu zaidi huduma bora za matibabu kwa wenyeji ambao wamekuwa wakihangaika kutafuta huduma za kiafya katika maeneo mbalimbali, jambo ambalo limekuwa changamoto kwa wengi, hususan kutoka familia zisizojiweza. Naam, hivi sasa tunaungana naye Crispin Otieno aweze kutufahamisha mengi zaidi kutoka eneo hilo la Bomachoge. Nimrod, ulivyosema, wanasema kwamba hayawi huwa, na hii leo tuko maeneo haya ya Rio Kindo, Bomachoge, Borabu, ambapo hospitali hii ya Rio Kindo iliyoanza mwaka 1950 hii leo inapata mwamko mpya, kwani kutakuwa na jiwe la msingi la ujenzi wake na kuboresha sekta nzima ya afya katika sehemu hii. Na hapa unavyotizama ni washikadau mbalimbali katika eneo hili ambao wanashirikiana kwa pamoja kama njia mojawapo ya kufanikisha tu shughuli hii nzima. Nitakuwa nikianza na mzee huyu aweze kutujengea taswira kamili. Tutarajie nini siku hii ya leo, wakati ambapo jiwe la msingi litakuwa likiwekwa hii leo, na itakuwa na umuhimu gani? Asante. Jina langu naitwa Pastor Joseph Omwenga Ngisa, ni mkurugenzi wa idara ya afya katika sehemu hii, na mahali hapa ambao tumesimama siku ya leo panaitwa Rio Kindo Mission Hospital, ambayo ilianza mwaka wa 1948 ndiposa ikajisajiliwa mwaka wa 1952. Tangu wakati huo imekuwa ikiendelea kufanya huduma kwa wagonjwa mbalimbali. Ilianza kama outpatient, lakini vile inavyoendelea imefikia kiwango ambacho inahitaji sasa wagonjwa wanawekwa ndani katika ward. Kwa hivyo sasa ndio sababu inahitaji sasa ujenzi na kubanuliwa zaidi ili ifanye huduma zaidi ya kiwango kile ambayo ilikuwa ya kwanza. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya muhimu, na mada ya siku ya leo ni kwamba tunataka kuweka jiwe la msingi, kujenga theater, kujenga laboratory, kujenga na pharmacy na morgue. Kwa sababu imeanza sasa kuweka wagonjwa ndani, ni lazima iwe na kitu kama morgue. Ikiwa bahati mbaya mtu amefariki, inaweza kuwa na mahali tunaweka. Kwa hivyo siku ya leo ni kufungua ili kwamba ujenzi huo uanze rasmi kuanzia leo mpaka wakati mwingine atakapoisha. Asante. Karibu pia katika runinga ya Citizen. Kukosekana kwa huduma kama hizo zimekuwa zikiwa na changamoto tele kwa wakazi. Hebu tujenge siku hii, wewe kama msimamizi wa eneo hili, hali iko vipi hapo baadaye? Hapa mimi naitwa Zakaria Mukua, msimamizi wa hospitali hii ya Rio Kindo, na hizi ambao pastor amesema juu yake, ikikuja hapa watu wa hapa watapata huduma mbalimbali ambao watahitajika kupata, na hizi huduma admisha kila mtu apate ile matibabu ambayo inatakikana. Diagnostics sitafanywa. Watu ambao watakuja hapa wakiwa na magonjwa mbalimbali, hata kupasuliwa wanaweza pasuliwa, sababu theater itakuweko, pharmacy itakuweko, watu watapewa madawa ile ambayo inastahili kupewa. Kwa hivyo ikikuja community nzima ya hapa Rio Kindo na popote watapata huduma ya study ambao inahitajika kupatikana hapa Rio Kindo, na watu wata benefit zaidi kutoka kwa hiyo vitu ambao vitafanywa hapa. Asante. Na maafisa wa serikali pia wako upande huu. Nataka kuzungumza na huyu hapa ambaye ni mwakilishi wa naibu county commissioner, msaidizi wa county commissioner. Tuambie, unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Eric Konsare. Mimi ni chief wa location hii mahali hii hospitali inasimama, na hii hospitali imekuwa hapa kwa muda, na sasa tuko na matumaini watu wetu watapata huduma karibu, kwa sababu wamekuwa wakienda Kenyanya kutafuta huduma kama hizi, wanaenda Kisii town, lakini kuanzia saa hii tuko na matumaini kwamba huduma imekuja karibu na wananchi. Na sisi kama serikali tunaunga mkono kabisa. Tunataka kushukuru sponsor South East Kenya Field kwa kukuwa na maono kama hii ya kujenga theater na pharmacy, at least watu wetu wapate kutipiwa hapa karibu. Tunashukuru sana. Asante. Kama mkazi wa eneo hili, labda jambo moja. Kwa majina mimi naitwa Anton Machoka, mimi ni mkaaji wa area hii. Tunashukuru sana kanisa letu la Adventista
kwa maono mazuri ya kutuchengea hiyo hospitali. Ikizingatiwa area hii hakuna hospitali yoyote iko hapa karibu ya serikali, tuko karibu na mpaka ya Wakisii na Wamasai. Hiyo hospitali itakapoinuliwa itakuwa ya manufaa kwetu kwa wakazi wa Kisii na wakazi wa Transmara. Cha pili, ile tungeomba hiyo hospitali ikipanuliwa sana, nafasi za kazi zitapatikana na first priority itapewa watu wa area hii. So sisi tunaunga kanisa la Adventista na tunaomba wahisani wema, well wishers from all corners wajitokeze, wakuja wasaidie hiyo hospitali inuke ndio iweze kutusaidia kama jamii. Tunashukuru sana, area hii hatuna na hospitali yoyote ya serikali. Hii ndio hospitali ya aina pekee yake tuko nayo area hii. Asante sana. Yeah. Pia wacha nipatie nafasi mama mmoja labda tamatishe. Tuambie unaitwa nani, alafu labda kina mama wamekuwa wakipitia changamoto si haba kutoka maeneo haya kuelekea maeneo mengine, labda ujio wa hospitali hii pia itakuwa ikisaidia kina mama kivipi? Habari ya asubuhi. Kwa majina naitwa Veno Mweno, ni nurse in charge wa facility. Ninashukuru Mungu kwanza kwa ajili ya uhai. We want to thank God because he has enabled us to come this far. I mean, we have had many challenges, especially when it comes to our maternity. You know, when we shall be having the theater, it will help the mothers. Instead of referring them, they get the assistants. Karibu nao. Tunashukuru sana. Asante sana. Naona kiongozi ambaye alikuwa akisubiria amefika. Dakika moja tu tukimalizia kwa sababu ya muda, kuna kidogo tu muhimu wa shughuli ya leo. Napenda kushukuru sana wananchi wetu, viongozi wetu waliofika hapa, wana kamati wa facility hii ya SDA ambayo inaitwa Riokindo Health Center ambayo ni level 3. Umuhimu wa siku ya leo hapa, tuko hapa kwa sababu hii facility inakuwa kwa kazi sana, na siku ya leo tunaweka jiwe la msingi kwa ajili ya kuanzisha maabara ya hospitali na pia theater na pia pharmacy. Na kwa sababu hiyo siku ya leo tunakaribisha wageni wetu, DCC ambaye ni wa area hii ambaye pia atakuwa hapa, kiongozi wetu wa South Kenya Conference President ambaye pia atakuwa hapa. Facility hii tutaifanyia maombi ili iweze kukua, kusaidia watu wa jamii hii ili iweze kufanya kazi nzuri katika Wakenya. Asante sana. Asante sana. Mama, Nimrod, uliposikia hapo ndivyo hali ilivyo. Kumbuka kwamba eneo hili kama alivyosema mmoja hapo inapakana na maeneo ya Transmara ya Magharibi, ambapo itakuwa ikishughulikia wale ambao wamekuwa wakitafuta huduma mbalimbali katika hospitali ambazo sio za karibu hapa. Kwa hivyo ni shughuli ambayo itakuwa ikiboresha sekta nzima